Ni siku ambaye ninasema ni asante Mungu kuniamsha na kuniweka uhai na kuniweka pumzi na kunitia nguvu katika kila kiungo cha mwili wangu. Na ndiposa nasema ni asante Mungu. Na siku ya leo kwa sababu uliniamsha Mungu, nataka kunena ukuu wako. Nataka kunena neno lako Mungu Israeli ambao umeliweka ndani ya moyo wangu. Wakati mwingine huwa tunarudishwa nyuma ni kwa sababu ya maadui. Maadui huwa wakati mwingine wanatusuia baraka zetu, ni kwa sababu sisi hatujijui sisi ni akina nani mbele za Bwana. Ukiingia katika maandiko Zaburi 110, maandiko inasema ya kwamba nimewaweka maadui zako wote chini ya miguu yako, hawana uwezo tena. Ni kwa nini wewe mwenyewe wakati mwingine hata familia inakukosesha amani? Ni kwa sababu ya uadui. Unakuta hata rafiki zako wanatengeneza uadui ndani yako ili maendeleo yako ama mafanikio yako kutoka kwake Mwenyezi Mungu yaweze kufika mwisho. Kwa nini unakubali? Na maandiko inasema ya kwamba amewaweka wote chini ya miguu yetu. Angalia katika Zaburi 23. Anasema ametuandalia meza mbele ya maadui zetu. Ni kwa nini ambaye tunakunjika moyo? Ni kwa sababu ya uadui. Na ukisema katika Romans 12:21, maandiko yanasema ya kwamba usikubali ule ubaya ukushinde, bali ushinde huyo ubaya kwa wema. Wakati adui ametengeneza uadui ndani yako, wewe muonyeshe wewe ni shujaa, wewe ni mwana wake Mwenyezi Mungu, na hakika atakuacha. Angalia, Yesu alichukuliwa na shetani ambaye tunajua ni adui wa dunia hii, ama ni adui wa maendeleo, ama ni adui wa uhai wetu, akampeleka juu ya mlima. Akaenda akamwonyesha vitu zote zile ziko duniani. Akamwambia kama utakubali kuniabudu, hii mali yote itakuwa yako. Lakini Yesu alimwambia nini? Angalia, kumeandikwa, usimjaribu Mungu muumba wako. Yesu alijua ya kwamba maandiko ndio kila kitu. Kwa hivyo ukijua maandiko iko ndani yako, maandiko umeimesa, iko ndani ya mwili wako, hakuna siku shetani ataweza kukulinda, ataweza kusumbua. Ni kwa nini? Ukiingia Yeremia 23 mstari wa 29, maandiko inasema ya kwamba neno lake Mwenyezi Mungu ni kama moto unaoteketeza, tena ni kama nyundo inaopasua miamba vipande vipande. Hao mawe ambao umewekewa na adui usiendelee. Hao magonjwa umewekewa na adui ili usiweze kusimama. Huko na uwezo, neno lake Mwenyezi Mungu liko na uwezo na kuingia ndani na kuipasua miamba vipande vipande. Kuna Mungu katika mbingu, kuna Mungu anainua. Uoga ni wa nini?